Ni kizungumkuti, unaweza ukasema hivyo, kati ya Iran na Marekani katika mazungumzo ya kutafuta namna ya kuwa sawa katika suala la nyuklia kati ya nchi hizo mbili, kwa maana Marekani na Iran. Wakati huu Iran inatajwa kwamba haipo tayari kuendana na matakwa ya Marekani ya kutaka kuharibu mifumo yake ya nyuklia pamoja na uranium iliyorutubishwa. Marekani inaripotiwa kwamba inaitaka Iran kuharibu vifaa vyake vya nyuklia na kutuma madini yake ya uranium iliyorutubishwa kwa Marekani na kujitolea kufikia makubaliano ya kudumu. Maafisa wa Marekani wamesema hapo awali kwamba Marekani ingeshambulia Iran ikiwa jambo hilo halitokubaliwa katika mazungumzo. Marekani na Iran hadi wakati huu zimefanya duru 3 za mazungumzo ya nyuklia, na ya mwisho ni ya Februari 26 huko Geneva, Uswisi. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badr Abdul Said, ambaye ndiye anasimamia mazungumzo hayo, alisema kwamba kulikuwa na maendeleo makubwa wakati wa mazungumzo na kwamba pande zote mbili zitafanya majadiliano ya ngazi za kiufundi huko Vienna wiki ijayo. Taarifa za maafisa wa Marekani kuhusu mazungumzo hayo zinaonyesha kuwa Iran haiwezi kukubali matakwa ya Marekani yaliyoripotiwa ifute kabisa mpango wake wa nyuklia. Maafisa wa Marekani waliliambia gazeti la Wall Street Journal mnamo Februari 26 kwamba wapatanishi wa Marekani walidai kwamba Iran ivunje vinu vyake vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Esfahan, ipeleke urani yake yote iliyorutubishwa nchini Marekani na kukubaliana na makubaliano ya kudumu bila vifungu vya machweo. Maafisa hao pia walisema kwamba wapatanishi wa Marekani walirudia hitaji lao la urutubishaji sifuri, lakini inaweza kuwa wazi kwa hali ambayo Iran inaweza kurutubisha kiwango cha chini sana cha uranium kwa madhumuni ya matibabu. Akaunti hizi zinaendana na ripoti ya awali kwamba wapatanishi wa Marekani watazingatia pendekezo ambalo linajumuisha urutubishaji wa ishara ikiwa Iran haiwezi kuthibitisha kwamba haiwezi kuunga mkono ujenzi wa nyuklia. Wapatanishi wa Marekani wameripotiwa kutoa tu upunguzo mdogo wa vikwazo ambayo inapingana na matakwa ya Iran ya kifurushi kikubwa zaidi cha usaidizi. Chanzo kutoka nchini Iran ambacho hakikutajwa, ambacho kinafahamu majadiliano hayo, kiliambia shirika la habari la CNN mnamo Februari 26 kwamba kukomesha vikwazo vyote vya Marekani na Umoja wa Mataifa ni muhimu ili kufikia makubaliano yoyote. Chanzo hicho kilieleza kuwa Iran haiko tayari kuharibu vifaa vyake vya nyuklia, kurutubisha uranium kwa kufuata mchakato wa uthibitishaji wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA, au kusafirisha uranium iliyorutubishwa nchini Marekani. Rais wa Marekani Bwana Trump alionya Iran kuhusu mambo mabaya mnamo Februari 24, akisema ikiwa pande hizo mbili zitashindwa kufikia makubaliano, pendekezo la Iran halikidhi matakwa ya msingi ya Marekani. Maafisa wa Marekani waliambia gazeti la Wall Street Journal kwamba pendekezo la Iran lingeilazimisha Iran kupunguza urutubishaji hadi kufikia 1.5%, kusitisha urutubishaji kwa miaka kadhaa na kuchakata urani yake iliyorutubishwa kupitia muungano wa kikanda wenye makao yake nchini Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio matakwa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwamba haikubaliani na mpango ambao Marekani inautaka, ambapo Marekani inataka uranium iliyorutubishwa ipelekwe nchini humo, lakini pia masuala yote kuhusu namna ya urutubishaji wa uranium isitishwe kabisa, jambo ambalo Iran haikubaliani nalo. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.